Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana Mheshimiwa Lutengano George Mwalwiba, mbunge wa Busokelo, kwa maswali mawili ya msingi, lakini amekuwa champion mkubwa wa kupambania zao la parachichi hususan katika jimbo lake, lakini na mkoa mzima wa Mbeya na Nyanda za Juu Kusini ambako zao hili linalimwa kwa wingi. Mheshimiwa Naibu Spika, ni mwambie tu Mheshimiwa mbunge kwamba moja, tunatambua kulikuwa na hiyo changamoto awali, na ndio maana serikali mwezi Aprili mwaka huu katika GN ya serikali tumeshatangaza kanuni za usimamizi wa zao la parachichi ambazo zimeainisha wazi kuhusu wale wanunuzi wanaokwenda moja kwa moja shambani ambao awali walikuwa wanatamkwa kama walanguzi. Na katika hili Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba sasa hivi kwenye zile kanuni tumeainisha kwamba hakutakuwa na mnunuzi ambaye atakwenda moja kwa moja shambani kama mlanguzi, na wale malanguzi kule ndani tumewatemu kama mawakala, kwa sababu wale mawakala watasajiliwa na Kopra na watapata kile kibali ili tujue wanamnunulia mtu gani. Kwa hiyo itakuwa rahisi kwa control katika bei elekezi ambayo serikali tutakuwa tumeitoa katika msimu wa mwaka husika. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu kama serikali na tutahakikisha kwamba vigezo vyote vinafuatwa. Lakini la pili, katika zile kanuni vile vile ni kwamba tumeainisha kwamba zile parachichi zitauzwa kwa mfumo wa kilo, kwa maana daraja la kwanza na la pili, lakini vile vile kuna lile daraja la kiwandani ambako parachichi ile itauzwa katika mfuko maalum wa kilo 60. Kwa hiyo katika maeneo kama jimbo lake ambako kunakuwa na misimu miwili katika eneo moja, ni kwamba vibali vitazingatiwa ili kuhakikisha yale madaraja yanatumika katika misimu yote miwili katika eneo moja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Happiness Ngwando, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa faini anayotozwa mfugaji dhidi ya kulisha shamba la mkulima ni faini ndogo sana ambayo hata yeye haimpi maumivu, je, serikali ina mpango gani wa kumlinda mkulima dhidi ya mfugaji anayelisha shamba lake kwa makusudi? Kwa sababu sasa hivi watu wako huko shambani na hawalali kulinda mashamba yao. Ulinzi gani unaopeleka sasa hivi wakulima wale wapate tabasamu? Asante. Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru dada yangu Happiness, mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma, kwa swali lake moja la msingi kabisa. Ni mwambie tu kwamba jukumu la serikali ni kulinda mkulima, lakini vile vile kumlinda mfugaji, na niseme na sekta nyingine zote. Na ndio maana panapotokea mgogoro wote kati ya mkulima na mfugaji, Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi tumekuwa sambamba katika kuhakikisha tunapata ufumbuzi wa jambo hili. Lakini tatu, katika maelekezo ambayo serikali imekuwa ikiyatoa ni pamoja na kuwa na matumizi bora sahihi ya ardhi ambayo yamekuwa yakisimamiwa na wizara yetu ya ardhi kwa kushirikiana na wizara zetu mbili. Kwa hiyo tunaendelea kufanya hivyo, ikiwemo kutoa elimu ili kuhakikisha kwamba hakuna migogoro, ili wakulima waweze kunufaika, lakini vile vile na wafugaji nao wanufaike na rasilimali za nchi yetu kwa kuondoa mikinzano ambayo imekuwa ikitokea mara kwa mara. Kwa hiyo tutaendelea kulisimamia hilo ili kuhakikisha kwamba migogoro ile haijitokezi na iwe endelevu katika maeneo ambayo wakulima wanalima na maeneo mengine wafugaji wanafanya shughuli zao za ufugaji. Asante. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Toha Saidi Mwaikioja, mbunge wa Mkinga, sasa uliza swali lake. Swali la mbunge wa Mkinga linauliza, je, lini taratibu za kumpata mkandarasi zitakamilika ili ujenzi wa barabara ya Maramba Mtapwa kilomita 10 uanze mwaka huu wa fedha? Swali hili linakwenda kupatiwa majibu na Naibu Waziri wa Wizara ya Ujenzi Godfrey Kasekenya. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Toha Saidi Mwakioja, mbunge wa Mkinga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Maramba Mtapwa yenye urefu wa kilomita 10 ni barabara ya mkoa, inahudumiwa na TANROADS mkoa wa Tanga.
Mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami amepatikana na mkataba wa ujenzi unatarajiwa kusainiwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu wa 2026. Baada ya mkataba kusainiwa, kazi za ujenzi wa barabara hii zitaanza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote nishukuru sana kwa majibu haya mazuri yanayoleta faraja kwa wananchi wa Mkinga, na anaendelea kwa kweli kumshukuru na kumwombea Mungu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuleta hili tabasamu. Mheshimiwa Naibu Spika, nina maswali mawili. Moja, swali la nyongeza lakini na ushauri. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii inayotoka Mabokweni kupita Gombero, kupita Mapatano, Maramba, Bwiti, Daluni hadi kule Korogwe, katika nyakati mbalimbali magari yanakwama zaidi ya masaa 24, 48 hadi masaa 72. Kiukweli wenzetu wa TANROADS tukifanya mawasiliano nao juu ya jambo hili wamekuwa wakionyesha hali ya kutolisimamia jambo hili kwa ukaribu sana. Napata mashaka kuona kwamba je, wenzetu wanaielewa ile falsafa ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuleta tabasamu kwa wananchi na hususani hao wananchi wa Mkinga. Mheshimiwa Waziri alikuja hapa, Waziri Ulega, akasema ameshapata fedha za kufanya ukarabati. Swali langu, je, ni lini sasa Mheshimiwa Waziri atueleze serikali itafanya ukarabati wa uhakika ili barabara hii iweze kupitika majira yote ya mwaka bila mkwamo wowote? Mheshimiwa Naibu Spika, nina ushauri. Maeneo kadhaa ya barabara hii kama nilivyosema hayapitiki. Eneo la Mwamkongo hadi Gombero, eneo la Jiriini hadi pale Machimboni, eneo la Loko, Kibanda, Tewe, Bwiti hadi kwa Janja hayapitiki haya maeneo. Lakini wenzetu hawa wa TANROADS wamekuwa wanakuja wanagusagusa, alafu baada tu ya siku mbili hali inarudi pale pale. Ushauri wangu, wasifanye hivi, wanapoteza rasilimali hizi chache za Daktari Samia Suluhu Hassan anazozitafuta kwa tabu. Kama wanaamua kufanya ukarabati, wafanye ukarabati wa kweli ili hali hii isiwe inaendelea kujirudia kuliko kupoteza hizi rasilimali chache. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niseme tumepokea ushauri wa Mheshimiwa mbunge wa Mkinga, Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, na niseme tu Mheshimiwa Naibu Spika, hata katika bunge hili la bajeti tuliona kwamba kulikuwa na changamoto ya kibajeti, na ndio maana barabara nyingi zilikuwa ama zimesimama ama zinasuasua. Lakini utakumbuka katika maelezo hata katika bajeti ya Wizara ya Fedha kwamba sasa hii fedha ya ukarabati ambayo hasa ndo inahusika na barabara aliyoitaja itakuja moja kwa moja. Kwa hiyo tuna uhakika tutakuwa na uwezo wa kukarabati, na maeneo mengi ambayo yatakuwa yana changamoto za kudumu ni kuhakikisha kwamba tunayatengeneza, pia tunayapa pia matengenezo ya kudumu ili maeneo yale ambayo yanakwamisha magari yasikwamishe magari tena, ikiwa ni pamoja na hiyo barabara yake ambayo ameitaja ya Mabokweni kwenda Korogwe. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Abubakar Asenga, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Je, ni lini serikali tutaenda kumkabidhi mkandarasi barabara ya Ifakara kwenda Malinyi ambayo tulisha saini miaka 3 iliyopita? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, tulisha saini mkataba na mkandarasi wa barabara ya kutoka Ifakara kwenda Malinyi, na hizi ndo moja ya barabara ambazo tumekuwa tukizielezea kwamba zilikuwa zimesimama, na tunakwenda sasa kuwalipa wakandarasi hawa fedha ya awali ili waweze kuanza barabara hii ya Ifakara kwenda Malinyi, lakini tutaishia eneo linaitwa Mtimbila, kilomita 112 ambazo tayari tulisha saini mkataba na mkandarasi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mabula, swali la nyongeza, swali fupi. Mheshimiwa Naibu Spika,
Nashukuru kwa nafasi hii. Barabara ya Nyambula Busangi Chela Nyang'orongo ni kati ya barabara ambazo zimetusumbua sana katika msimu wa mvua na barabara za mkoa. Ni lini sasa serikali itakwenda kukarabati barabara hii ambayo ni muhimu sana kwa shughuli za uchimbaji na inaunganisha wilaya ya Kahama pamoja na wilaya ya Nyang'hwale? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara zote ambazo ni za changarawe, Mheshimiwa Spika, tunafahamu kwamba zilikuwa zimepata changamoto kubwa hasa kipindi cha mvua, na Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hizi ikiwemo barabara aliyoitaja Nyambula Msangi Chela kwenda Nyang'orongo zinakwenda kukarabatiwa, na nimwelekeze tu meneja wa mkoa wa Shinyanga kuhakikisha kwamba mkandarasi aliyepangiwa kufanya kazi ya ukarabati katika barabara hii anakwenda site ili aweze kuitengeneza barabara na wananchi waendelee na shughuli zao za usafiri na usafirishaji. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Tunaendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa, mbunge wa Mbogwe, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge wa Mbogwe linauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya Masumbwe Mbogwe Lulembela kwa kiwango cha lami? Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa, mbunge wa Mbogwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS inaendelea na kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara ya kuanzia Mwabomba Masumbwe Mbogwe hadi Kashelo yenye urefu wa kilomita 91.8 kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami. Baada ya usanifu kukamilika na gharama za ujenzi kufahamika, serikali itatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami. Aidha, sehemu ya Kashelo hadi Lulembela kilomita 7 itatekelezwa kupitia mradi wa ujenzi wa barabara ya Nyikonga Lulembela Kashelo hadi Bwenda yenye urefu wa kilomita 27, ambapo taratibu za manunuzi kwa ajili ya kumpata mkandarasi wa kujenga kwa kiwango cha lami zinaendelea kupitia mradi wa World Bank wa RISE unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Ferguson, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini ninayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa barabara hizi za wilaya ya Mbogwe kama tunavyofahamu kwamba zinaunganisha kati ya wilaya 3 ikiwemo wilaya ya Katoro, wilaya ya Bukombe pamoja na wilaya ya Nyang'hwale, je, haioni serikali kwamba kutuletea fedha kwa ajili ya kujenga barabara hizi zitaweza kuunganisha wilaya hizi 3? Swali langu la pili, kwa kuwa tunatambua na tunafahamu kwamba serikali inatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa hizi barabara, lakini je, serikali imejipangaje kuhakikisha inawabana hawa wakandarasi wazembe wanaokuja kuchakachua matilio, kwa maana ya kwamba serikali inatoa fedha kwa kujenga kiwango cha lami lakini kinajengwa kwa hali ya chini sana? Je, serikali imejipangaje kuhakikisha inawabana hawa watu? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Naomba kujibu maswali mawili kwa pamoja ya Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa, mbunge wa Mbogwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, moja tu ni kwamba hizi barabara sehemu kubwa zilikuwa zinahudumiwa na wenzetu wa TARURA, lakini kwa kutambua pia umuhimu wa barabara hizi zimepandishwa daraja kwa maana ya hadhi kwenda kuhudumiwa na TANROADS, na tunatambua kwamba zinaunganisha hizo wilaya 3, na kwa sababu hiyo ndio maana Mheshimiwa mbunge atakubaliana nami na wananchi wa Mbogwe kwamba tunapoongea sasa hivi tayari tuko kwenye usanifu na mhandisi mshauri yuko anafanya usanifu ikiwa ni maandalizi wa kuzijenga hizi barabara kwa kiwango cha lami.
Na kuhusu swali lake lingine la pili ni kwamba, Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tunasimamia sheria zetu na kuwasimamia wajenzi ikiwa ni pamoja na wahandisi washauri kuhakikisha kwamba zile taratibu na sheria ambazo zimewekwa kwenye mikataba yao zinatekelezwa ili kuweza kujenga barabara zetu kwa viwango vinavyotakiwa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, swali nyongeza. Swali mafupi Mheshimiwa bunge. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Tuna barabara inayotokea Kibondo kupitia Bitare na kupitia Mgunzu katika wilaya ya Kakonko kuelekea kwenye mpaka wa Mabamba, mpaka wa Burundi. Barabara hii ilianza kujengwa tangu mwezi Mei mwaka 2023 kwa kiwango cha lami, lakini hadi tunavyozungumza sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, mkandarasi ameshaondoka site, hayupo kabisa site. Sasa wananchi wa Kibondo na wananchi wa Kakonko wanatamani kusikia kauli ya serikali leo. Ni upi mpango wa serikali kuhakikisha mkandarasi anarudi site ili barabara hii iweze kujenga, kwa sababu inategemewa sana na wananchi kwa shughuli za kibinadamu na shughuli za kibiashara. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Kakonko kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Kibondo kwenda Mabamba ni moja ya barabara zetu kuu, yani trunk road. Na barabara hii Mheshimiwa Naibu Spika inatoka Kibondo Mabamba, lakini inakwenda mpakani na Burundi, na tunatambua wenzetu wa Burundi Mheshimiwa Naibu Spika pia wanajenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami kuja kuziunganisha hizo barabara. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika barabara ambazo tunasema sasa ni kipaumbele baada ya kukamilisha miradi yetu mikubwa, barabara zote zilizokuwa zimesimama ikiwa ni pamoja na hiyo ambayo kimsingi Mheshimiwa Naibu Spika tulishaianza, mkandarasi alishajenga kambi, lakini kwa sababu tulikuwa hatujamlipa zile certificate ambazo tunakwenda kuzilipa sasa hivi, mkandarasi huyo anarudi na kwenda kukamilisha hizo kilomita 45 kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Injinia Kija Ntemi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nikushukuru sana kwa nafasi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Ferguson, mbunge wa Mboga, kwa kuitambua Katoro kama wilaya, maana amewaambia TAMISEMI watu waishie kuwa wilaya katika jimbo la Katoro. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Ferguson. Lakini Mheshimiwa Waziri, swali langu ni kwamba aliyozungumza Mheshimiwa Ferguson kidogo nilikuwa ndo hapo, lakini naomba niongezee kwamba wakati mnaanza kujenga barabara kutoka Bukombe kuja Katoro na huku Katoro hamjaanza, wananchi wa jimbo la Katoro wanateseka sana katika eneo la CCM, kutoka Stamki kwenda CCM hakuna mataa. Nimewahi kutembelea jimbo la Mheshimiwa Njalu, ameweka mataa sehemu ambapo hata hamna lami. Mheshimiwa, swali, naomba ulize swali la nyongeza. Uliza swali. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Hamuoni haja ya kuondolea wananchi wa jimbo la Katoro eneo la CCM kuwekea taa ili iwe rahisi kupita hata usiku, kwa sababu hamjaanza kuweka lami? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nakubaliana na Mheshimiwa mbunge Ntemi kwamba moja ya miji inayokuwa kwa kasi sana ni pamoja na mji wa Katoro. Na Mheshimiwa Naibu Spika, tumeweka utaratibu karibu kila mkoa, tumewapa maelekezo ya kununua taa nyingi sana Mheshimiwa Naibu Spika, na hasa katika bajeti inayokuja. Nadhani hizo swala nimelijibu hata jana. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba mji wa Katoro ni mji ambao utafaidika na uwekaji wa hizo taa. Kwa hiyo tu nikuhakikishie, ama nimwelekeze meneja wa mkoa wa Geita aweze kuwasiliana na Mheshimiwa mbunge kumweleza ni taa ngapi ambazo zitawekwa katika mji wa Katoro, na ikiwezekana mnaweza mkasaidia naye kwenye barabara zile za TANROADS, sehemu ipi ni muhimu tuanzie kwa zile taa ambazo zitapatikana kuziweka katika mji wa Katoro. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, tumefika mwisho wa kipindi cha maswali kutoka kwetu na majibu kutoka upande wa serikali. Tuna tangazo la wageni waliopo jukwaa la Spika.
Tunao wageni wa Mheshimiwa Naibu Spika ambao ni wachungaji wa kanisa la Anglikana kutoka wilayani Babati mkoani Manyara. Karibuni sana viongozi wetu wa dini ambao ni ndugu Peter Mwezi Mpya, ndugu Godfrey Magehema na ndugu Franki Kamanga. Asanteni na karibuni sana. Tuna mgeni wa Mheshimiwa Dr. Sweetbat Zakaria Mkama, mbunge ambaye ni naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, ambaye ni luteni jenerali mstaafu Wayne Jones Kisamba aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Urusi kuanzia mwaka 2014 hadi 2018. Karibu sana Mheshimiwa balozi mstaafu. Wageni wa waheshimiwa wabunge. Tunao wageni watatu wa Mheshimiwa Baraka Ulimboka Momengo, mbunge ambao ni wafanyakazi kutoka halmashauri ya wilaya Kiela mkoani Mbeya. Karibuni sana. Wageni wanne wa Mheshimiwa Profesa Pius Zebe Yanda, mbunge ambao ni viongozi wa umoja wa wanawake wa wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma. Karibuni sana. Tunao wageni 42 wa Mheshimiwa Haran Nyakisa Sanga, mbunge ambao ni wanafunzi na walimu wa shule ya msingi Bright Hope kutoka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana wanafunzi wetu. Tunao wageni wanne wa Mheshimiwa Emmanuel John Hambai, mbunge ambao ni walimu kutoka Babati mjini mkoani Manyara. Karibuni sana walimu wetu, mnafanya kazi nzuri sana. Tunao wageni wanne wa Mheshimiwa Jafaeli Masanja Rufungija, mbunge ambaye ni familia yake kutoka Kaliwa mkoani Tabora. Karibuni sana familia ya Mheshimiwa mbunge. Wageni wawili wa Mheshimiwa Joseph Zakarius Kamonga, mbunge ambao ni viongozi wa vyama vya wafanyakazi kutoka mkoani Njombe. Asante na karibuni sana. Tunao wageni watano wa Mheshimiwa Enoch Zadok Kola, mbunge ambao ni wapiga kura wake kutoka jimbo la Vunjo mkoani Kilimanjaro. Karibuni sana wageni wetu. Tunao wageni wanane wa Mheshimiwa Ibrahim Shayo, mbunge ambao ni viongozi wa shirikisho la machinga kutoka wilaya ya Moshi mjini mkoani Kilimanjaro. Karibuni sana. Tunao wageni 15 wa Mheshimiwa Fadhili Ali Liwaka, mbunge ambaye ni maafisa elimu kata kutoka wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi. Karibuni sana. Tunao wageni 10 wa Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala, mbunge ambaye ni familia yake kutoka wilaya ya Masasi mkoani Mtwara. Karibuni sana wageni. Tunao wageni 12 wa Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashid, mbunge kutoka taasisi ya Stem Cell Distributor. Karibuni sana. Tunao wageni 43 wa Mheshimiwa Asia Abdul Karim Halamga, mbunge ambao ni wakuu wa shule za msingi mbalimbali kutoka mkoani Hanang mkoani Manyara. Karibuni sana walimu wetu, mnafanya kazi nzuri sana. Tumeshuhudia matokeo ya mwaka jana. Wageni waliotembelea shule bunge kwa ajili ya mafunzo. Tunao wanafunzi 70 na walimu 13 wa shule ya awali na msingi Bright Future kutoka jijini Arusha. Karibuni sana walimu pamoja na wanafunzi wetu. Tunao wanafunzi 107 na walimu 11 wa shule ya awali na msingi ABC Capital kutoka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana walimu pamoja na wanafunzi mliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo, na wageni wote karibuni sana bungeni. Mheshimiwa bunge, tunaendelea. Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027, na kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Majadiliano yanaendelea. Mheshimiwa bunge, tunaendelea na majadiliano. Tutaanza na Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, atafuatana na Mheshimiwa Jackson Gideon Kiswaga. Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kutoa mchango wangu kwenye hoja iliyoko mezani.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya la kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa na utengamano, ustawi, lakini pia linafanya na kutekeleza miradi kama ambavyo bunge letu tukufu limekuwa likishauri wakati wote. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Alexander Mkumbo kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, lakini sambamba naye nimpongeze pia Balozi Hamisi Musa Omar, Waziri wa Fedha, kwa kazi ambayo anaendelea kuifanya, na kipekee kwa hotuba nzuri sana ambayo ametuletea, ambayo kwa kweli ameitohoa katika lugha rahisi kueleweka hata kwa wananchi wa kawaida. Lakini pamoja nao ni wapongeze pia watendakazi wote kutoka wizara hizi ambazo wanaziongoza. Mheshimiwa Naibu Spika, ninayo maeneo ambayo na mimi ningependa kutoa mchango wangu katika sekta hizi zote mbili. Eneo la kwanza ni lazima tukiri kwamba uchumi wetu ni diversified, ni kwamba unashikiliwa na maeneo mengi. Tunazo sekta kubwa ambayo inatuongoza ni kilimo, ambayo inachangia takriban 26% kwenye GDP, lakini pia tunayo sekta ya utalii ambayo pia inachangia takriban 17%, lakini ukiweka pamoja na mazao ya misitu na nyuki 4%, unapata 21% kutoka sekta ya maliasili na utalii. Sekta ya madini imeendelea kufanya vizuri, sasa imefikia 10.1% kwenye pato la jumla. Kwa hiyo hii inatusaidia kuona kwamba mwelekeo wetu ni mzuri, lakini tuna kila sababu sasa ya haya maeneo ambayo tunafanya vizuri tuyawekee mikakati, haswa kwa kuzingatia tafsiri iliyopo kwenye dira ya maendeleo ya taifa, ili tuweze kwenda vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu ni lazima tuchague vipaumbele vichache ambavyo ndio vitakavyobeba uchumi wetu kwa ujumla wake. Na kwa haya maeneo ambayo nimeyataja, ukiondoa eneo moja la usafirishaji na uchukuzi, na lenyewe pia ni muhimu sana tukawekea kipaumbele, kwa sababu ni maeneo ambayo yameendelea kukua kwa kasi na yanaweza pia yakatoa sehemu kubwa ya ajira kwa wananchi wenzetu wa Tanzania. Sasa mimi eneo la kwanza ambalo ningependa nilisemee kwa ukubwa zaidi ni kwenye kilimo. Kwenye kilimo kwa mfano nitazungumzia eneo moja tu la kilimo cha chikichi, ambacho katika bonde la Ziwa Tanganyika, haswa kule Maragarasi, Kigoma, ni eneo ambalo ni maalum sana na linaweza kumea zao la chikichi kwa kiwango kikubwa. Zao la chikichi ndilo linalotengeneza mafuta ya kula, lakini pia zao la chikichi kupitia chikichi tunapata malighafi ya kutengeneza sabuni na malighafi mbalimbali za viwandani pamoja na mbolea. Lakini miaka yote eneo hili hatuliwepi kipaumbele. Ningetamani kuona badala ya Wizara ya Kilimo kuja na miradi ya umwagiliaji nchi nzima, hebu tujaribu kuchagua maeneo machache ya kimkakati. Lakini pia katika hayo maeneo ya kimkakati tunaweza sasa tukaanza kufanya extension economy, settlers economy. Badala ya kuwa na wakulima wa heka moja, heka mbili, tukatafuta wawekezaji wakubwa wakawekeza katika eneo hili lenye takriban square kilomita 160,000. Tukipata wakulima wakubwa wanaweza wakafanya kazi katika eneo hili, na tukaachana na hii hadithi ambayo inaanzia tangu ukurasa wa 48 mpaka 53 unaozungumzia uagizaji wa mafuta na afua mbalimbali ambazo serikali inachukua. Lakini eneo lingine ni sukari. Kwenye sukari tunafanya vizuri na viwanda kwa mfano Kilombero Sugar wameendelea kufanya expansion, kule Kagera Sugar wanaendelea kufanya expansion, lakini tuna kiwanda kipya Bagamoyo Sugar, lakini tuna kiwanda cha Mkulazi. Katika eneo hili tunafanya vizuri, lakini kuna changamoto ambayo wizara inapendekeza kwamba tuongeze shilingi 10 kwenye sukari inayozalishwa ndani kwa ajili ya bima ya afya kwa wote. Mimi napenda nishauri kwamba eneo hili tuliache kama lilivyo. Sukari ni bidhaa muhimu ambayo Watanzania wengi wanaitumia.
Kwa hiyo ninachoweza kushauri ni kwamba kwa kuwa bado tunaingiza sukari ile ya viwandani, industrial sugar, lakini pia tuna gap sugar takribani gap sugar pamoja na ile buffer stock tunaagiza takribani tani 172,000